أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema, nilikuwa naeleza hali za maisha ya hat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu na mawazo yake kuhusu wale waliokataa kutoa zaka na kisha jinsi yeye alivyowatindia. Kuhusiana na habari hiyo imeelezwa zaidi katika Tarikh Tabri kama hivi: makabila ya Asad na Ghatfan na Te yaliungana na Tuleha bin Khuwailid ambaye alikuwa amedai kuwa nabii muongo, isipokuwa watu wachache makhsus. Watu wa kabila la Asad walikusanyika katika eneo la Samira. Samira ni eneo ambalo limepewa jina la Samira juu ya jina la mtu mmoja wa kaumu ya Ad na linapatikana kwenye njia iendayo Makka. Eneo hilo limezungukwa na milima yenye rangi nyeusi na ndiyo sababu ya kupewa jina hilo. Watu wa Fazara na Ghatfan pamoja na jamaa zao walikusanyika kusini mwa Tiva. Te walijumuika mpakani mwa eneo lao. Miongoni mwa Thalba bin Saad na Murra na Abs waliounga mkono pamoja nao walikusanyika katika eneo la Abrak la Rabaza. Rabaza pia ni bonde moja katika mabonde ya Madina ambalo lina umbali wa safari ya siku 3 kutoka Madina. Abrakuzabada ilikuwa sehemu katika sehemu za kabila la Banu Zubian. Watu wachache wa Banu Kinana pia wakaja kuungana nao, lakini maeneo yale hayakuweza kuwatosheleza, hivyo watu hawa wakawa na makundi mawili. Kundi moja likabaki katika Abrak na jingine likahamia Zulqassa. Zulqassa pia ni mahali ambapo pana umbali wa maili 40 kutoka Madina. Tuleha akamtuma Hibal ili kuwasaidia. Hibal alikuwa mwana wa ndugu yake Tuleha, na hivyo Hibal akawa kiongozi wa watu wa Zulqassa, ambao kati yao walikuwepo jamaa zao kutoka makabila ya Mudlaj na Lesbil na Asad. Katika eneo la Abrak, Auf bin Fulan bin Sinan akateuliwa kuwa mkuu wa kabila la Murra na Haris bin Fulan akateuliwa kuwa amiri wa makabila ya Salba na Abs ambaye alikuwa ametokana na Banu Subeh. Makabila hayo yakatuma wakilishi wao ambao wakaja Madina, yani watu hawa wakakusanyika kisha wakautuma ujumbe wao. Watu hawa waliotoka huku wakaja kukaa kwa viongozi wa Madina ambao wakawapokea kama wageni, isipokuwa Abbas, na wakawaleta kwa Abubakar kwa sharti hili ya kwamba wao wataendelea kuswali lakini hawatatoa zaka. Allah akamuimarisha Abubakar juu ya haki. Hata Abubakar akasema, watu hawa wasipotoa kamba ya kumfungia ngamia, mimi nitafanya nao jihadi.
kwa kuona mtazamo huo wa hata abubakar, ujumbe wa wale waliokataa kutoa zaka ulipokuwa unarejea kutoka madina, wakati ule watu hawa walikuwa na hali gani? Akieleza hali yao, mwandishi mmoja wa sira anaandika ya kwamba wajumbe hawa walipoona azma yake wakarejea kutoka madina, lakini wakati wa kurejea kutoka madina walikuwa na mambo mawili kichwani mwao. moja, kuhusu kutokutoa zaka jambo lolote halijafanikiwa. Kuhusu swala hilo amri ya islam iko wazi na hakuna tumaini lolote kwamba khalifa wa zama atabadilisha rai yake, hasa pale ambapo waislamu baada ya kuona dalili iliyo wazi wameshaafikiana na rai yake na wako tayari kumuunga mkono. pili, walifikiria kwamba waislamu ni wadhaifu na idadi yao ni ndogo katika madina, hivyo tuishambulie madina na tuumalize utawala wa islam na dini hiyo imalizike. Hiyo ilikuwa dhana yao ya kwamba kwa njia hiyo wao watapata ushindi na tutaiteka madina. Kwa vyovyote vile watu hawa waliporejea wakawaambia makabila yao ya kwamba wakati huu kuna watu wachache sana katika madina, na wakawachochia kuivamia madina, ilhali upande wa pili hata abubakar pia alikuwa hakughafilika. Yeye baada ya ujumbe huo kurejea akaweka ulinzi juu ya kona zote za madina. hat ali, hat zubair, hat talha na hat abdullah bin masud wakawekewa juu ya kazi hiyo, yani wakapewa kazi hiyo ya ulinzi. Katika riwaya moja majina ya hat saad bin abi waqas na abdurrahman bin auf pia yanapatikana ya kwamba hata hawa pia walikuwa wameteuliwa kama walinzi wa madina. Pamoja na hayo hata abubakar akawaamuru wakazi wote wa madina ili wakusanyike miskitini, kisha akawaambia ya kwamba nchi nzima imekuwa kafiri na wajumbe wao wameona idadi yenu ndogo, na nyini hamjui ya kwamba wao watawashambulieni usiku au mchana. Kundi lao lililo karibu zaidi lina umbali wa maili 12 tu kutoka hapa, na baadhi yao walikuwa wakitamani ya kwamba sisi tukubali masharti yao na tufanye suluhu pamoja nao, lakini sisi tumekataa kukubali masharti yao, hivyo sasa nyini mujiandaye kupambana nao. Wazo la abubakar lilikuwa sahihi kabisa, na ndiyo maana baada ya kurejea kwa ujumbe huo wa waliokataa kutoa zaka kutoka madina, mausiku 3 tu yalikuwa yamepita ambapo watu hawa wakaivamia madina wakati wa usiku. Kutoka watu wao wakaliacha kundi moja katika eneo la zulhisa ili wao waweze kuwasaidia katika dharura. zulhisa ni kati ya maji ya banu fazara na inapatikana katikati ya rabaza na nakhal. Basi washambuliaji hawa wakati wa usiku wakafika kwenye vituo vya ulinzi vya madina ambapo wanajeshi walikuwepo, na nyuma yao walikuwepo wengine ambao walikuwa wanapanda juu. Walinzi wakawaambia watu wao kuhusu maadui na wakamtumia hata abubakar taarifa ya maadui. hata abubakar akawatumia ujumbe ya kwamba wote waendelee kusimama kidete juu ya mahali pao, na jeshi zima likafanya hivyo. kisha hata abubakar akifuatana na waislamu waliokuwa miskitini na wakipanda ngamia akaelekea kwao, na maadui wakashindwa. waislamu wakiwa na ngamia zao wakawasaka hadi wao wakaenda kufika katika eneo la zulhisa. kundi la maadui ambalo lilikuwa limeachwa nyuma kama jeshi la ziada, wao wakajaza upepo katika mitungi ya ngozi na wakiifunga na kamba, kisha wakatoka kupambana na waislamu. nao wakatupa mitungi ile mbele ya ngamia za waislamu, na kwa kuwa ngamia anaogopa kutoka kitu kama hicho, hivyo ngamia wote wa waislamu wakaogopa na wakakimbia nyuma mpaka waislamu waliokuwa wamepanda juu yao hawakuweza kuwazuia hadi wao wakafika madina, lakini waislamu hawakupata hasara yoyote.
kwa kuona hali hiyo ya waislamu, maadui wakazani ya kwamba waislamu ni wadhaifu wala hawana uwezo wa kupambana nasi. Kutokana na wazo hilo, wao wakawaambia wenzao kuhusu tukio hilo, watu ambao walikuwa katika Zulqissa, na watu wa Zulqissa wakitegemea habari hiyo wakaja kuungana na wenzao, lakini wao walikuwa hawajui ya kwamba Allah amewaandalia jambo gani ambalo yeye atalitimiza katika hali zote. Usiku kucha Abubakar akaendelea kuandaa jeshi lake, na baada ya kuandaa na kupanga utaratibu wa jeshi lake akaondoka kwa miguu. Numan bin Muqarrin alikuwa kiongozi wa Maimana, na Abdullah bin Muqarrin alikuwa msimamizi wa Maisra, na Suwaid bin Muqarrin akateuliwa kama mkuu wa sehemu ya nyuma ya jeshi aliyekuwa na baadhi ya wapanda farasi. Pia alfajiri ilikuwa bado haijatoka, ambapo waislam na waliokataa kutoa zaka walikuwa wamesimama ana kwa ana katika uwanja wa vita. Maadui hawakuweza kupata habari ya ujio wa waislamu, na waislamu wakaanza kupigana nao, na vita ikapiganwa usiku, na jua lilikuwa bado halijatoka, ambapo maadui wakashindwa na wakakimbia. Kisha imeendikwa ya kwamba waislamu wakawateka wanyama wao wote katika vita hiyo. Hibal akauawa, hata Abubakar akawasaka hadi akafika Zulqissa. Huo ulikuwa ushindi wa kwanza ambao Allah akawajalia waislamu. Hata Abubakar akamweka Numan bin Muqarrin pamoja na watu wengine katika sehemu ile, na mwenyewe akarejea Madina. Hiyo ni kumbukumbu ya Tarikh Tabri. Mwandishi mmoja akifananisha vita hiyo na vita vya Badr anaandika ya kwamba katika vita hiyo jinsi Abubakar alivyoonyesha imani na yakini, azma na uimara na ushujaa wake. Bila shaka kwa kuona hayo yote, waislamu wakakumbuka zama za vita vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita vya kwanza katika zama za Abubakar inafanana na vita vya Badr. Siku ya vita vya Badr waislam walikuwa na idadi ndogo sana, kama 313 tu, ilhali washiriki na idadi yao ilikuwa zaidi ya 1000. Hata katika wakati huo pia idadi ya waislamu ilikuwa ndogo sana, na mbele ya waislamu makabila ya Abs na Zubian na Ghatfan yalikuwa yamejumuika na yalikuwa yamewashambulia waislamu wakiwa pamoja. Wakati wa Badr Allah akawajalia waislamu ushindi, na katika vita hii pia Abubakar na wenzake wakaonyesha imani yao kamili na wakapata ushindi juu ya maadui. Kama vita vya Badr ilivyokuwa imeleta matokeo na tija ya mbali, vivyo hivyo katika vita hiyo pia ushindi wa waislamu ukauletea mustakbali wa Islam athari nzito. Banu Zubian na Banu Abs kwa sababu ya kushindwa kwao, wakishikwa na ghadhabu na hasira kali, wakawashambulia waislamu ambao walikuwa wanaishi katika maeneo yao, na wakaanza kuwaua na kuwapa adhabu za aina aina, na makabila mengine pia yakafanya hivyo. Hata Abubakar alipopata taarifa ya zulma hizi juu ya waislamu, akaapa kiapo ya kwamba yeye atapigana na washirikina kwa nguvu zote, na kutoka kila kabila wale ambao wamewaua waislamu yeye atawaua kama kisasi. Chini ya uongozi wa hata Abubakar, mashambulizi ya waliokataa kutoa zaka yalipoangamizwa, makabila mengine yaliyo dhaifu yakaanza kuja Madina na zaka zao. Makabila yaliyo dhaifu yalipoona kwamba makabila yenye nguvu yameshindwa, hapo wao wakaanza kuja Madina na zaka zao. Kabila fulani likaja wakati wa muda wa awali wa usiku, na kabila jingine likaja katika sehemu ya katikati ya usiku, na kabila jingine likaja katika sehemu ya mwisho ya usiku. Watu hawa walipokuwa wakija Madina, watu wa Madina walikuwa wanasema kwamba inaonekana kuwa watu hawa wameleta habari mbaya, lakini hata Abubakar alikuwa anawaambia kwamba hapana, hawa ni wenye habari njema na wamekuja kuunga mkono nasi. Hivyo pale walipojua kwamba makundi haya yamekuja kuunga mkono na waislamu na yameleta mali ya zaka,
hapo wakamwambia abubakar kwamba wewe ni mtu mwenye baraka sana na daima wewe umeendelea kutoa habari njema. abubakar akawaambia kwamba wanaokuja na habari mbaya na wanakuja na nia mbaya wanatembea kwa kasi, ilhali wenye kuleta habari njema wanatembea kwa utulivu na kwa amani. Hivyo mimi kwa kuona mwendo wao tu napiga hisabu. Baada ya kupata ushindi dhidi ya wale waliokataa kutoa zaka, kuhusu ukusanyaji wa zaka imeendikwa katika tarikh tabria kwamba katika zama zile sadaka nyingi zikafika katika madina kiasi kwamba zikazidi kuliko mahitaji ya waislam. katika muda huo jeshi la hat usama pia likarejea madina likiwa na ushindi na mafanikio. hat usama aliporejea katika hat abubakar akamteua naibu wake katika madina. pia inasemwa ya kwamba hat abubakar alikuwa amemteua sinan zamri kama naibu wake na akamwambia yeye na jeshi lake ya kwamba kwa sasa nini mupumzike na pia muwapumzishe wanyama wenu. na abubakar mwenyewe akifuatana na watu wengine akaelekea zulkisa. wakati huo waislam wakamwomba wakisema ya kwamba e khalifa wa mtume, sisi tunakuomba sana, tunakuomba kwa jina la allah ya kwamba wewe mwenyewe usiende katika vita hii, kwani mungu apishe mbali, kama ukipata shida yote basi nizamu nzima itavurugika. hivyo wewe umtume mtu mwingine kwa ajili ya kazi hii, ili yeye akipata shida fulani basi uweze kumteua mwingine juu ya nafasi yake. abubakar akasema wallahi sitafanya hivyo, na mimi nitawaondoleni ghamu yenu hata kwa kujitolea uhai wangu. kisha kuhusu shambulizi lilofanywa juu ya watu wa rabaza imeendikwa ya kwamba hata abubakar baada ya kufanya maandalizi yote akaenda zulhisa na zulkisa. zulkisa ni mahali ambapo pana umbali wa maili 40 kutoka madina. numan, abdullah na suwaid walikuwa katika makambi yao. hadi hata abubakar akaenda kukutana na watu wa rabaza katika eneo la abrak. vita kali ikatokea na mwishowe allah akawaangamiza harith na auf waliokuwa viongozi wa murra. thalba na abs na fatiha akakamatwa akiwa hai. hata abubakar akakaa katika abrak kwa siku kadhaa na akaifanya ardhi ya abrak kuwa malisho ya farasi za waislamu. banu abs na banu zubian baada ya kushindwa katika vita hiyo wakaenda kuungana na tulaiha ambaye akitoka samira alikuwa amefika bazakha na kukaa kule. bazakha pia ni jina la chemchem ya banu asad, na katika eneo hilo katika zama za abubakar vita kubwa ilikuwa imepiganwa na tulaiha asdi. kisha kuna mwandishi mmoja akieleza tabia ya makabila yaliyoshindwa. anaandika ya kwamba ilikuwa vyema kwa abs, zubian, ghatfan, bani bakar na makabila mengine yaliyokuwa yakiishi karibu na madina ya kwamba wao wangejizuia katika kuasi na wangemtii hata abubakar kikamilifu na wangekiri kutekeleza amri za islam, na wakiungana na waislamu wangepigana vita na wale walioritadi. akili ilikuwa inasema hivyo na matukio pia yalikuwa yanasema hayo. kwa sababu ya abubakar nguvu ya waislam ilikuwa imesha kwa sababu ya abubakar nguvu ya maadui ilikuwa imeshavunjika. kwa sababu ya kupata ushindi juu ya mipaka ya roma, haiba ya watu wa madina ilikuwa imeshastawi. nguvu na uwezo wa waislam ulikuwa umeshazidi sana, na sasa wao hawakuwa na udhaifu ule ambao walikuwa nao katika vita vya badar na katika vita vya zama za awali. sasa makka pia ilikuwa pamoja nao na taif pia ilikuwa pamoja nao, na umuhimu wa miji yote miwili ulikuwa unaaminika na nchi nzima. kisha katika makabila haya walikuwepo waislamu kwa wingi ambao waasi walikuwa wameshindwa kuwapotosha, na hivyo uwezo wao ulikuwa umezofika sana. lakini hata hivyo katika uadui wa waislam macho yao yalikuwa yamepofuka na walikuwa wameshindwa kuelewa chochote. wao wakaacha watani wao na wakaenda kuungana mkono na tulaiha bin khuwailid nabii mungu na kabila la bani asad
na waislamu waliokuwa wanaishi pamoja nao hawakuweza kuwazuia kufanya hivyo. kutokana na kwenda kwao, Tulaiha na Musalma wakazidi katika nguvu, na katika Yemen fitna ya uasi ikaanza kupata nguvu. Huzur anasema daima ikumbukwe ya kwamba watu wale walikuwa wameasi na kisha wakapigana vita. Yani vita haikutokea juu ya madai ya mtu fulani tu, bali wao walipoasi na kisha wakapigana vita, hapo vita ikapiganwa zidi yao. hata Abdullah bin Masud akieleza kuhusu ujasiri wa Abubakar anasema kwamba baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tulikuwa na hali hii ya kwamba kama Allah kwa kumpitia Abubakar Siddiq asingetusaidia, hapo bila shaka sisi tungeangamia. Sisi waislamu wote tulikuwa na wazo moja tu ya kwamba sisi kwa ajili ya ngamia za zaka hatutapigana vita na watu, na tutaendelea na ibada ya Allah tu hadi tupate ushindi kamili. Lakini Abubakar Siddiq akaamua kupambana na wale waliokataa kutoa zaka. Yeye akawawekea mambo mawili tu na sio ila tatu. Moja, wao wakubali kwa ajili yao madhila, na wasipokubali basi wawe tayari kuacha watani wao na kupigana vita. Maana ya kukubali mazila ilikuwa hivi kwamba wao wakiri ya kuwa waliouawa kati yao ni watu wa motoni na watu wetu ni watu wa peponi. Wao watatupatia diyat ya watu wetu, mali ya ghanima tuliyopata kutoka kwao wao wasituombe ili tuwarudishie, lakini mali yetu waliochukua wao waturudishie, na wawe tayari kupokea adhabu za kufukuzwa nje ya nchi. Muslim Maud akieleza habari hiyo anasema ya kwamba baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya makabila ya Uarabuni yalipokataa kutoa zaka, hapo Abubakar akawa tayari kupigana nao vita. Wakati ule hali yenyewe ilikuwa inatisha, mpaka mtu kama Umar akamshauri hata Abubakar ya kwamba watu hawa tuwatendee kwa upole, lakini Abubakar akamjibu, na habari hiyo imeshaelezwa katika hutuba ya nyuma ya kwamba mwana wa Abu Kahafa anawezaje kusitisha amri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameitoa. Wallahi, kama watu hawa katika zama za Mtume walikuwa wanatoa kamba ya kumfungia ngamia kama zaka, basi nitachukua ile kamba kutoka kwao na sitapumzika mpaka wao watoe zaka. Katika swala hilo kama nyinyi hamwezi kunisaidia, basi msinisaidie, mimi nikiwa peke yangu nitapambana nao. Muslim Maud anasema kwamba huo ndio utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba hali ni tete na yenye hatari na maswahaba wakubwa wanamshauri kinyume cha vita, lakini hata hivyo kwa ajili ya kutimiza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Abubakar anakuwa tayari kuvumilia kila aina ya shida na hatari. Kisha Muslim Maud anaandika ya kwamba katika zama za hata Abubakar fitina ya uritadi iliposambaa, na katika kijiji tu sala ya pamoja ilikuwa inaswaliwa na jeshi pia likatumwa Syria. Hata katika hali hiyo pia yeye akawatumia ujumbe kwa wale waliokataa kutoa zaka ya kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuna mtu aliyekuwa anatoa kamba fulani na saa hizi yeye hatoi, basi mimi nitachukua kutoka kwake kwa nguvu. Hat Umar, mtu aliyeshujaa na jasiri, alikuwa na rai yake ya kwamba wakati huu si vizuri kuweka msisitizo juu ya zaka, lakini Hat Abubakar hakukubali ombi lake. Hilo linaonyesha ya kwamba zaka ni muhimu kiasi gani. Muslim Maud alipokuwa akitoa hutuba moja juu ya uchamungu na hatua zake, katika hutuba ile alikuwa ameeleza daraja za uchamungu, na pamoja na kueleza daraja za uchamungu alikuwa ameeleza umuhimu wa zaka, na alikuwa amewahamasisha Wahamadia kuhusu uchamungu, na pia alikuwa amesema kwamba ni muhimu kwa watu wanaoshika uchamungu na wanapaswa kukumbuka ya kwamba zaka pia ni muhimu sana. Kisha katika sehemu nyingine Muslim Maud anasema ya kwamba kuna swala muhimu sana ambalo ni la zaka, lakini watu hawajaelewa swala hilo. Mwenyezi Mungu baada ya swala ametoa amri yake. Abubakar akasema, mimi nitawatendea watu waliokataa kutoa zaka kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amewatendea makafiri. Wanaume wa watu hawa mimi nitawafanya kuwa watumwa, na wanawake wao pia kama wajakazi.
baada ya kifo cha mtume saa salam majaribio yakatokea ambapo nchi nzima ikaritadi isipokuwa miji mitatu ya arab yani makka madina na mji mmoja mwingine. hat umar akasema watu wanaokataa kutoa zaka ufanye suluhu pamoja nao, kwanza tupigane vita na wale walioritadi na polepole watu hawa watarekebika tu. jambo la kwanza ni hili ya kwamba manabii waongo waangamizwe kwani fitna yao ni kali sana. hatubakar akasema kama watu wasipotoa mtoto wa mbuzi au kamba ya kumfungia ngamia kama zaka, mali ambayo wao walikuwa wanaitoa katika zama za mtume saa salam, basi mimi nitapigana nao vita, na kama mtaniacha na wanyama wa porini pamwe na walioritadi waje kunivamia, hata hivyo mimi nitapigana nao vita nikiwa peke yangu. hiyo pia ni baraka katika baraka za ukhalifa, ya kwamba kwa ajili ya kustawisha sheria khalifa wa zama anafanya juhudi kubwa. Musleh maud anasema katika sehemu nyingine watu wanaleta pingamizi nyingine, lakini mwenyezi mungu ameshatoa jibu lake miaka 1300 iliyopita. wanaleta shutma, wanasema ya kwamba shawirhum fil amri, na ushauriane nao katika mambo yaliyo muhimu. amri hiyo ni kwa ajili ya mtume saa salam tu na si kwa ajili ya ukhalifa, lakini watu hawa wakumbuke ya kwamba hata abubakar alipokuwa akishutumiwa kuhusu zaka, shutma ile pia ilikuwa inafanana na shutma hii, yani khuz min amwalihim sadaka, chukua sadaka katika mali zao. nao wakasema ya kwamba amri hiyo ni kwa ajili ya mtume tu. sasa kwa kuwa yeye hayupo, hivyo hakuna anaye haki ya kuchukua sadaka. yule aliyekuwa ameshaamrishwa yule aliyekuwa ameamrishwa amekufa tayari. abubakar akawapa jibu ya kwamba sasa mimi ndiye ninayehusika. na Musleh maud akasema ya kwamba mimi pia namwambia mwenye kuniletea shutma kwamba sasa mimi ndiye ninayehusika na swala hilo. Musleh maud anasema kama wakati yule jibu hili lilikuwa kweli, na bila shaka lilikuwa kweli aliotoa abubakar, basi hiyo pia ni sahihi ninayosema mimi kwamba leo mimi nahusika na swala hilo, na kanuni hiyo hiyo itaendelea kutumika kuhusu nizamu ya ukhalifa. kisha anasema kwamba kama shutma yenu iwe sahihi, basi tutalazimika kufuta amri nyingi za qurani tukufu, na huo ni upotevu ulio wazi wazi. Musleh maud alipokuwa anatoa hutuba juu ya daraja na cheo cha ukhalifa, wakati ule alikuwa ameeleza maelezo hayo yote yaliyotajwa hapo juu. kisha katika sehemu nyingine Musleh maud anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, waislamu wengi wasio na akili wakaritadi. historia inatuambia ya kwamba kulikuwa na sehemu tatu tu ambapo katika misikiti yao sala ya jamaa ilikuwa inasaliwa. pia watu wengi wa nchi wakakataa kutoa zaka, nao walikuwa wakisema ya kwamba baada ya mtume nani ana haki ya kuchukua zaka kutoka kwetu. fitna hiyo iliposambaa katika nchi nzima, na hata abubakar akataka kuwashughulikia watu wa namna hiyo kwa ukali. hata umar na masoba wengine wakamjia hata abubakar, na kama ilivyoelezwa hapo kabla, wao wakasema ya kwamba hali yenyewe ni tete, na tukighafulika kidogo tu tunaweza kupata hasara kubwa. hivyo rai yetu ndiyo hii ya kwamba tusipambane na maadui walio wengi, na watu wasiopenda kutoa zaka sisi tuwatendee kwa upole tu. hata abubakar akawapa jibu akisema kwamba anayogopa ana ruksa ya kwenda nyumbani. wallahi hata kama nyini nyote mtaniacha, mimi nitapambana na maadui nikiwa peke yangu, na maadui wakiingia katika madina na waje kuwaua jamaa na ndugu na marafiki zangu, na mbwa waendelee kuburura maiti za kina mama katika mitaa ya madina, hata hivyo mimi nitapigana nao vita, na nitaendelea kupigana nao hadi watu hawa waanze kutoa zaka kama vile walikuwa wanatoa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. hata abubakar akapambana na maadui kwa ushujaa wote, na mwishowe akafanikiwa, kwani ye alikuwa anaelewa kwamba huo ni wajibu wake. na ndiyo maana ye akawaambia wasahaba waliokuja kumshauri akisema kwamba mmoja wenu anisaidie au asinisaidie, mimi nikiwa peke yangu nitapambana na maadui mpaka ni uwawe katika njia ya allah.
Muslim Maud anasema kwamba kaumu inayopata azma hiyo inashinda katika kila uwanja na adui hawezi kusimama mbele yake, na hiyo ndiyo siri ya maendeleo ambayo daima tunapaswa kuikumbuka. kisha katika kikao kingine Muslim Maud anasema kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kuhitilafiana katika swala la zaka, maelfu ya watu wa Uarabuni wakaritadi na Musalma akaishambulia Madina. hata Abubakar ambaye alikuwa khalifa wa zama akapata taarifa kwamba Musalma akiwa na jeshi lake laki moja anakuja kuishambulia Madina. wakati ule baadhi ya watu wakamshauri hata Abubakar wakisema kwamba kwa kuwa wakati huu tunapita katika muda mgumu na kwa sababu ya kuhitilafiana katika swala la zaka watu wameendelea kuritadi, na upande wa pili Musalma anakuja na jeshi lake kubwa ili atushambulie, hivyo katika hali hiyo ni vyema kwamba swala la zaka liachwe na wewe ufanye suluhu pamoja na watu hawa. hata Abubakar hakujali wasiwasi hizi hata kidogo, na akawaambia washauri hawa wote ya kwamba je, mnanitaka nikubali jambo ambalo ni kinyume cha amri za Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam? amri ya zaka imetoka kutoka kwa Allah na mtume wake, hivyo ni wajibu wangu ya kwamba mimi kwa ajili ya kulinda amri za Allah na mtume wake nifanye juhudi kubwa. Maswahaba wakasema kwamba hali halisi inasema ya kwamba sisi tufanye suluhu pamoja na watu hawa. hata Abubakar akasema kwamba kama nyinyi hamtaki kupigana nao basi na hamwezi kupambana nao basi ondokeni na nendeni mkae katika nyumba zenu. wallahi mimi nikiwa peke yangu nitaendelea kupambana na maadui mpaka waanze kutoa zaka, na sitafanya suluhu pamoja nao mpaka watu waanze kutoa zaka. Muslim Maud anasema kwamba basi hiyo ndiyo alama ya imani kweli, na hiyo ndiyo imani hasa. sisi tukiwa na imani hiyo tutaweza kufikisha ujumbe wa kweli wa Islam katika dunia nzima, na inshallah tutafanikiwa. kisha katika sehemu nyingine Muslim Maud anasema ya kwamba baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam makabila ya Uarabuni yaliasi na yakakataa kutoa zaka. wao pia walikuwa wanatoa dalili hiyo hiyo ya kwamba Allah hakumpatia mtu yeyote mwingine mamlaka ya kuchukua zaka isipokuwa mtume saa salam. hivyo Allah anasema kwamba e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukua sadaka katika mali zao kama zaka. na habari hii haijaelezwa ya kwamba baada ya mtume saa salam yupo mtu mwingine ambaye ana mamlaka ya kuchukua zaka, lakini waislamu hawakukubali dalili hiyo, ilhali katika aya ile mtu aliyetajwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa vyovyote vile wakati ule watu walioritadi hoja yao kubwa ilikuwa ndiyo hii ya kwamba Muhammad SAW ndiye aliyekuwa na haki ya kuchukua zaka na si mtu mwingine, na sababu yake ilikuwa ni uelewa wao ya kwamba amri zinazohusika na nizamu hazihitaji utekelezaji wa kudumu, bali zilikuwa makhsus kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini yeye anasema ya kwamba wazo hilo lilikuwa batili kabisa, na uhakika wa kweli ndio huu ya kwamba kama vile amri za sala na saumu zinaendelea hata baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vivyo hivyo amri zinazohusika na kaumu na nizamu ya nchi pia zinaendelea hata baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. na kama tunavyoswali sala ya jamaa, kuhusu amri hizi pia ni muhimu ya kwamba daima waislamu waendelee kuzifuata kwa kuwapitia manaibu wake. kisha katika sehemu nyingine Muslim Maud anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia na hata Abubakar akachaguliwa kuwa khalifa, wakati ule nchi nzima ikaritadi na watu wakakataa kutoa zaka isipokuwa Maka na Madina na kijiji kingine kadogo tu, na wakasema ya kwamba Allah alikuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba khudh min amwalihim sadaka, chukua sadaka katika mali zao, hivyo hakuna mwingine mwenye mamlaka ya kuchukua zaka kutoka kwetu. ilmuradi nchi nzima ikaritadi na ikajitokeza kupigana vita na Waislamu. katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ijapokuwa Islam ilikuwa na udhaifu, lakini makabila ya Uarabuni yalikuwa yanawashambulia Waislamu katika nyakati tofauti. mara kabila moja likashambulia na mara kabila jingine. katika vita vya Ahzab jeshi la makafiri
likawashambulia waislamu kwa pamoja. Wakati ule islam ilikuwa imeshapata nguvu kiasi fulani, ijapokuwa ilikuwa bado haijapata nguvu kubwa. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kushinda Makka, wakati ule baadhi ya makabila ya Uarabuni pia yakaja kumsaidia, na hivyo Mwenyezi Mungu akawafanya maadui washikwe na jaziba hatua kwa hatua, ili wao wasije wakawa na nguvu kubwa kiasi kwamba waje kuiteka nchi nzima. Lakini katika zama za Abubakar nchi nzima ikaritadi, isipokuwa Maka na Madina na kijiji kingine kadogo tu, na watu wa maeneo mengine yote wakakataa kutoa zaka na wakaaja na jeshi lao ili wapigane vita na Waislamu. Yani pamoja na kukataa kutoa zaka, wakaja kupigana na Waislamu. Katika baadhi ya maeneo walikuwa na jeshi kama 100,000, lakini upande wa pili kulikuwa na jeshi la 10,000 tu ambalo lilikuwa linakwenda Syria, jeshi ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelitayarisha katika uhai wake ili kulishambulia eneo la Kirumi, na alikuwa amemteua Usama kama amiri wa jeshi. Na huko nyuma waliokuwa wamebaki walikuwa wazee na vijana wachache tu. Kwa kuona hali hiyo, maswahaba wakafikiria kwamba katika hali hii ya uasi, jeshi la Usama likiondoka, Madina itakosa ulinzi. Hivyo ujumbe wa maswahaba wakubwa wakaja kwa hata Abubakar radhiyallahu anhu na wakasema ya kwamba kwa muda huo tu jeshi hili la Usama lisitumwe, na uasi utakapomalizika, basi wakati ule tunaweza kulituma jeshi hilo. Lakini katika muda huo haufai kwa ajili ya kutuma jeshi hilo. Hata Abubakar akasema kwa hasira kali kwamba je, nini mnataka ya kwamba baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kazi ya kwanza ambayo mwana wa Abu Kuhafa aifanye iwe hivi kwamba jeshi ambalo mtume sasa alikuwa ametoa amri ya kulituma, mwana wa Abu Kuhafa asitishi amri yake? Kama nini mnaogopa kutoka majeshi ya maadui, mnaweza kuniacha mimi, nitalituma jeshi hilo. Na kama nini mna hofu kutoka majeshi ya maadui, basi muniache tu, mimi nikiwa peke yangu nitaendelea kupambana na maadui. Muslim anasema kwamba huo ni uthibitisho mkubwa wa yabudunani la yushrikuna bishaia, yani wao wataniabudu wala hawatanishirikisha na chochote. Yani wenye kukaa na ukhalifa watakuwa na sifa hiyo, na hiyo ni hali ambayo inaendelea pamoja na nizamu ya ukhalifa na itaendelea kudumu. Kisha anasema kwamba swala la pili lilikuwa ni la zaka. Maswahaba wakasema kwamba kama huwezi kulizuia jeshi, basi fanya hivi ya kwamba ufanye suluhu na watu hawa angalau kwa muda tu, na uwaambie ya kwamba mwaka huu hatutachukua zaka kutoka kwenu, na katika muda huo huo watu hawa watapoa na tutapata njia ya kukabiliana na fitina hiyo. Lakini Abubakar akasema hapana, hiyo haitatokea. Hapo maswahaba wakasema kama jeshi la Usama pia likiondoka na suluhu pia haijafanywa, sasa nani atapigana na maadui? Katika Madina kuna wazee na watu walio dhaifu na kuna vijana wachache tu, sasa watawezaje kupambana na malaki? Hata Abubakar akawapa jibu akisema kwamba ili marafiki zangu, kama nini hamwezi kupigana na maadui, Abubakar akiwa peke yake atapigana nao. Musleh Maud anasema hayo ni madai ya mtu asiyejua sana fani ya kupigana vita, na ni mtu ambaye watu walikuwa wanafikiri kwamba ni mtu mwenye moyo dhaifu. Kisha ushujaa na ujasiri huo ukatokea kutoka wapi? Bila shaka huo ukapatikana kwani Abubakar alikuwa ameelewa ya kwamba mimi nimeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya daraja hiyo ya ukhalifa, na huu ni wajibu wangu ya kwamba mimi nitoke nipigane na maadui. Kunijalia ushindi au kuto kunijalia ushindi na kazi ya Allah. Allah akipenda atanijalia ushindi, na asipopenda basi hata kama jeshi zima lijumuike halitaweza kupata ushindi. Uamuzi wa Abubakar ukaleta matokeo gani
kuhusu hilo musleh maud anasema kwamba abubakar akatuma jeshi la usama kuelekea mauta ilhali masahaba walikuwa hawataki, lakini baada ya siku 40 jeshi hili la usama likarejea likiwa na shani kubwa na wote wakashuhudia nusura na msaada wa allah ukiteremka juu yao. kisha baada ya kumaliza swala hilo hata abubakar akaelekea upande wa manabii waongo na akamaliza fitina yao na fitina hiyo ikaangamizwa kabisa. kisha walioritadi pia wakapata hali hiyo hiyo. masahaba wakubwa pia walikuwa wamehitilafiana na hata abubakar na walikuwa wanasema kwamba watu wanaokiri umoja wa allah na utume wa mtume na wamekataa kutoa zaka tu, kivipi tunaweza kupigana nao vita? lakini abubakar kwa ujasiri mkubwa akasema kwamba kama leo tukiwapa ruksa ya kuacha kutoa zaka, polepole watu wataacha kuswali na kufunga saumu pia, na islam itabaki kama jina tu. ilmuradi katika hali hiyo abubakar akapambana na wale waliokataa kutoa zaka na mwishowe akapata ushindi na mafanikio na watu wote waliokuwa wamepotea wakaongoka. khalifa mtukufu anasema habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitazieleza katika siku za usoni, kama ninavyoendelea kusema mara kwa mara ya kwamba siku hizi muendelee kuiombea dunia na msipunguze maombi yenu, hasa mufanye dua hii ya kwamba dunia imtambue muumba wake, na huo ndio utatuzi wa kuisalimisha dunia kutoka maangamio. allah aturehemu na apokee maombi yetu. napenda kumzungumzia marehemu mmoja, na baada ya sala ya ijumaa nitasalisha sala ya jeneza kwa ghaibu. huyo ni mheshimiwa maulana mubarak nazir saheb ambaye amewahi kuwa mwalimu mkuu wa jamia ahmadia canada na pia aliwahi kuwa mbashiri mkuu wa canada. machi 8 akiwa na umri wa miaka 87 akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili za allah alikuwa musi. marehemu alikuwa na tabia njema sana, mwenye kumtegemea allah, mwenye kufanya maombi mengi, na alikuwa na tabia ya kurizika kwa kile alichonacho, na alikuwa na tabia tukufu. nikimwona yeye daima nilikuwa na hisi ya kwamba namwona mtu aliye mwema na mcha mungu sana. utambulisho wa familia yake ni kama ufuatao ya kwamba marehemu alikuwa mtoto wa maulana nazir ahmad ali saheb na bi amina begum sahiba. baba yake mukarram nazir ahmad ali saheb alikuwa mbashiri wa jumuiya. katika familia yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kumpitia babu yake babu fakir ali saheb ambaye alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa masihi maud islam, na baadaye yeye alikuwa ameteuliwa kama mkuu wa kwanza wa kituo cha reli katika Kadian. katika Kadian babu yake alikuwa na nyumba yake ambayo ilikuwa maarufu kwa jina la fakir manzal. baba yake alikuwa hat maulana nazir ahmad ali saheb ambaye sawa na amri ya hat musleh maud mwaka 1929 aliweza kuitumikia jumuiya nchini ghana na baadaye akapelekwa nchini sierra leone. mwaka 1943 baba yake yani maulana nazir ahmad ali saheb alipokuwa anarejea nchini sierra leone, na marehemu mubarak nazir saheb na mama yake pia walikuwa pamoja naye katika safari. katika safari hiyo kuna tukio moja la kusisimua imani likatokea, na maulana mubarak nazir saheb anaeleza tukio hili kama hivi. safari hii ilichukua miezi 3 na ilikuwa ni ya meli. wakati ule umri wake ulikuwa ni miaka 11. katika safari ile yeye aliugua na maradhi yake yakazidi mpaka ikaonekana kwamba yeye atakufa tu. safari ilikuwa ni ya meli kama nisemavyo. sasa kabla ya kupanda kwenye meli au watakuwa wamebadilisha meli, lakini habari hii ni wakati wa safari ile marehemu alikuwa ameshaugua, na uongozi wa meli kwa kuona hali ya mtoto wakamwambia baba yake ya kwamba mwanao anakaribia kufa, takriban amekufa tu. sasa katika safari akifa, sisi hatuna sehemu ya kutunza maiti yake katika meli, hivyo hatuwezi kukupa ruksa ya kupanda meli. maulana saheb akasema kwamba nimeamrishwa na khalifa wa zama, hivyo lazima nitapanda meli. kisha uongozi wa meli wakasema kwamba tunakuruhusu kupanda meli
kwa sharti moja tu kwamba wewe utuindikie kwamba ikiwa mwanao akifa katika safari basi tutatupa maiti yake baharini. Waliposema maneno hayo, mama wa mubarak saheb akaanza kulia na akamwambia mumewe ya kwamba huyu ni mtoto wetu, ni mtoto wetu, hivyo labda tutakwenda katika meli nyingine. Maulana nazir ahmad saheb akampa moyo mkewe na akasema kwamba mimi ni mbashiri ambaye khalifatulmasih amempa jukumu fulani na amenituma. Mimi sijui kwamba lini nitapata meli nyingine, hivyo wewe uwe na imani, mtoto huyo hatapata shida yoyote. Na akisema hayo akaelekea kwa kapteni na akasema kwamba lete karatasi na niambie nitie saini wapi. Kisha akamwambia kapteni kwamba kama mtoto huyo akifa basi mumtupe baharini, lakini pia nataka kukuambia ya kwamba mtoto huyo hatakufa. Hiyo ilikuwa tawakali ile ambayo babake alikuwa juu ya allah, ya kwamba mimi nimetoa wakfu maisha yangu na nimetoka kusambaza dini yake, hivyo allah lazima atanisaidia na atalinda ahli zangu. Hivyo kwa fadhili ya allah mtoto huyo mwenye umri wa miaka 11 akabaki kuwa hai na akapata umri mrefu wa miaka 87 na pia akaweza kuitumikia islam na ahmadiyat, na kisha akifuata nyayo za mababu zake akajitolea wakfu, na katika uwanja wa dini akasimamisha mifano ya hali ya juu ya kumtegemea allah. Yeye baada ya kumaliza masomo yake akapata ajira serikalini, ambapo akafanya kazi ya serikali kwa muda. kisha aliposoma katika alfazl kwamba khalifatulmasih thani raziallahu anhu ametoa wito kwa vijana kwamba vijana wajitolee wakfu, yeye akajiuzulu kutoka kazi yake ya serikalini na akajitolea wakfu maisha yake, wakfu wa muda, na akaenda Sierra Leone sawa na amri ya khalifatulmasih mwaka 1963, ambapo baba yake alikuwa ameitumikia jamaat kwa muda mrefu na kaburi lake pia lilikuwa pale pale. Yani baba yake alikuwa amezikwa nchini Sierra Leone na kaburi lake linapatikana kule kule. Marehemu mara baada ya kufika nchini Sierra Leone akaenda kulitembelea kaburi la baba yake. Wakati ule yeye akakumbuka maneno ya baba yake ambayo baba yake marehemu alikuwa amesema katika hutuba yake moja na mwaka 1945. Yeye alikuwa amesema ya kwamba leo sisi tunatoka kufanya jihadi kwa ajili ya allah na kusambaza islam katika Afrika Magharibi. Kila nafsi itaonja mauti, mmoja wetu akifa nini muelewe ya kwamba kuna sehemu ya mbali ya dunia ambapo kuna ardhi ndogo inayomilikiwa na jumuiya. Huu ni wajibu wa vijana wa ahmadia ya kwamba wafike huko na watimize shabaha ile ambayo kwa ajili ya kupata shabaha hiyo tutakuwa tumeteka ardhi ile katika sura ya makaburi. maana yake ni kwamba kuna ardhi ndogo ambapo kuna kaburi la mbashiri wa jamaat, na kwa sababu ya kaburi lake jumuiya inamiliki ardhi ile, basi makaburi yetu yatawalazimuni ya kwamba nini muwalee watoto wenu ili watoto wenu waweze kufikia shabaha hiyo. Hivyo marehemu akitimiza wasia wa babake akafika huko na akisimama juu ya kaburi la baba yake akasema, labeka, mimi niko tayari kuitikia wito wako na nimekuja kuitikia wito wako. Na akapata nafasi ya kuitumikia Sierra Leone. Kisha sawa na amri ya Hazrat Khalid Rabi rahimahullah taala mwaka 1985 akaenda Pakistan, na baada ya kurejea kutoka Sierra Leone akajitolea wakfu wa kudumu. Yani mwanzoni alikuwa amejitolea wakfu wa muda na kisha akajitolea maisha yake kama wakfu wa kudumu. Huzur akakubali ombi lake la wakfu. Kisha mwaka 1988 akapelekwa nchini Canada, na katika nchi hiyo akaendelea kutoa huduma za kidini katika maeneo mbalimbali. Mwaka 2003 uamuzi ulipofanywa wa kufungua jamia Canada,
na hadrat khalid sirabi rahimahullah taala alikuwa ametoa ruksa yake na alikuwa amemteua maulana saheb kama principal wa jamia. Jamia haikufunguliwa katika maisha ya khalifa sirabe. Kisha katika zama za ukhalifa wangu jamia ya canada ilipofunguliwa, mimi nikapitisha jina lake kama principal kwamba yeye ataendelea kuwa principal wa jamia. marehemu alikuwa mwalimu mkuu wa kwanza wa jamia canada. kisha mwaka 2010 akateuliwa kuwa mbashiri mkuu wa jumuiya ya waislamu wa ahmadia canada na nikamteua kama mbashiri mkuu, na kazi hiyo akaifanya hadi mwaka 2018. kwa ujumla marehemu ameweza kuitumikia jamaat kwa miaka 59. khalifa msi anasema kwamba hata pale alipokuwa anaitumikia jamaat akiwa na wakfu wa muda, wakati ule pia wakfu wake ulikuwa wakfu wa kudumu. marehemu aliweza kushiriki katika mipango mbalimbali kutoka markaz kama mjumbe wa markaz, na hutuba zake zilikuwa zinawavutia watu wote na zilikuwa zinaleta athari kubwa kwa wasikilizaji. mwaka 2016 yeye aliweza kuweka jiwe la msingi la hospitali ya Nur katika kwa niaba yangu. kisha marehemu alikuwa anaandika makala mbalimbali za mahubiri na makala zake zilikuwa zinapigwa chapa kwenye magazeti mbalimbali kama vile National News Canada, Toronto Star na Ottawa Citizen. marehemu aliweza kutafsiri vitabu mbalimbali vya Sayyidina Islam kama vile Tajalliyat Ilahiyya na Ushindi wa Islam katika lugha ya Kiingereza, na pia aliweza kutafsiri kitabu cha Khalifa Masih Arabi rahimahullah taala kiitwacho Gulf Crisis. marehemu ameacha nyuma mke wake Bi Amatul Hafiz Nazir sahiba na vijana watatu na mabinti wawili. kama nisemavyo kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima na alikuwa wakwe zindagi mwenye mifano na alikuwa mfano hasa kwa wabashiri, na maisha yake yalikuwa picha kamili ya kutanguliza dini juu ya dunia. daima aliendelea kuitumikia jamaat na akaendelea kuonyesha utii kamili kwa khalifa wa zama. kama nisemavyo, marehemu alikuwa na fani kubwa na umahiri mkubwa katika kutoa hutuba na alikuwa na uwezo mkubwa wa kutoa hutuba katika lugha ya Kiurdu na Kiingereza, na hutuba zake zilikuwa zinawavutia watu. mkewe Bi Amatul Hafiz sahiba anasema kwamba marehemu aliishi maisha yote kwa wema na kwa uchamungu. alikuwa na jali sana pesa ya jumuiya, hivyo aliishi maisha ya kawaida sana. baada ya kuacha Sierra Leone aliendelea kuwasaidia watu maskini wa Sierra Leone kwa ukimya, na mimi ni shahidi kwamba marehemu alikuwa wakfe zindagi aliye bora na alikuwa mume aliye bora na alikuwa baba aliye bora kabisa. daima akaendelea kuwa na wasiwasi kwamba jamaat inatumia sana juu yangu, mimi kivipi naweza kuifaidisha jamaati. mara nyingi alikuwa anarudia habari hiyo kwamba mimi siwezi kumkasirisha khalifa wa zama na siwezi kuvumilia hasira yake kwamba yeye akasirike juu yangu. hata watoto wake pia wameandika kwamba baba yetu alikuwa anamtegemea Allah na alikuwa na imani kamili juu ya akhira, alikuwa na imani kamili juu ya utii wa ukhalifa na nizamu ya jamaat. kisha alikuwa anatawakali Allah subhanahu wa ta'ala, na mara nyingi alikuwa anasema kwamba mimi nina imani kwamba Allah hataniacha na daima atakuja kunisaidia, na Allah alikuwa anamsaidia sana. alikuwa anashiriki katika michango mbalimbali, na alipokuwa anatumwa na Amir Saheb ili aende kuwahamasisha wanajamaat kuhusu michango mbalimbali, na hata baada ya kustaafu pia alipokuwa anakwenda kuyatembelea matawi mbalimbali alikuwa anawahimiza watu juu ya michango mbalimbali. watu walikuwa wanapata athari kutoka hutuba zake kwa sababu ye mwenyewe alikuwa anashiriki katika michango na kisha alikuwa anawahimiza wengine. binti yake mmoja mkubwa anasema kwamba alikuwa anatunasihi kwamba tuendelee kushikamana na ukhalifa, na daima akaendelea kutuambia kwamba sisi tupende jumuiya na tuiheshimu jamaati,
na alikuwa anatuambia kwamba sisi tufuate maagizo yote ya khalifatul masih. Anasema kwamba katika vikao vyake alikuwa anatuambia mambo hayo hayo. Kisha wajukuu zake walipokuwa wanakusanyika kwake walikuwa wanajua kwamba babu yetu leo atatunasihi, na katika nasaha yake alikuwa anawapatia ujumbe huo huo kwamba nini, sisi hatutakiwi kuiangukia dunia na kujiingiza katika starehe za kidunia, bali tunatakiwa kuhakikisha kwamba uhusiano wetu uwe imara na allah na uwe imara na ukhalifa. Kisha anasema kwamba alikuwa anatuambia kwamba kazi ya jamaat itakamilika tu, hakuna shaka ndani yake. kama nini hamtaitumikia jamaat hiyo, mwenyezi mungu atawaleta watu wengine ambao watakuwa bora kuliko nyini. kuna binti yake mwingine mdogo anaandika kwamba wakati wa kujenga msikiti moja nchini Sierra Leone, vibarua walipoomba malipo yao, ajira yao, ujenzi ulikuwa unafanywa na pesa ilikuwa imekwisha. baba yetu alikuwa hana pesa ya kuwalipa, lakini Maulana Mubarak Nazir Saheb akawaambia vibarua kwamba njoni kesho nitawapatieni malipo yenu. asubuhi ikatoka na yeye akatoka nje ya nyumba yake, akaona vibarua wamesimama mbele yake na wanasubiri pesa yao, lakini pesa ilikuwa bado haijapatikana. ye akawaambia vibarua kwamba saizi sina pesa, lakini mimi nafanya maombi, hivyo nini musubiri kidogo, mwenyezi mungu atanisaidia tu. anasema wakati huo huo gari moja ikaja kwa kasi, na mtu wa gari akampatia bahasha moja, ndani yake kulikuwa na hela, na akasema kwamba mtu fulani alikuwa amesikiliza kwamba we unajenga misikiti, hivyo ye amekutumia pesa hiyo kwa ajili yako. na baba yake alikuwa hakumuuliza kwamba nani amenitumia pesa hiyo. gari ile ikaondoka kwa kasi. anasema kwamba baba yangu akapata yakini kwamba mwenyezi mungu amesikiliza maombi yake na amenitumia hela hiyo, hivyo akawapatia vibarua malipo yao. hiyo ilikuwa tawakali yake juu ya allah, na allah alikuwa anamtindia hivi. Khalifa mtukufu anasema kwamba kuna matukio mengi yanayoangazia sifa yake ya kutawakali na kumtegemea allah. watu wameniandikia na wabashiri pia wameniandikia, kama nisemavyo kwamba yeye alikuwa ulama mwenye matindo, na ndiyo maana hutuba zake zilikuwa zinaleta athari nzito kwa watu mbalimbali. lakini mbele ya ukhalifa ye alikuwa mtu mnyenyekevu sana. mwenyezi mungu ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake na vizazi vyake waweze kushika nyayo zake na waweze kuwa warisi wa maombi yake. mwenyezi mungu aijalie jumuiya watumishi kama hawa wenye kuitumikia jamaat kwa moyo wote. hasa wabashiri waliosoma kutoka jamia Canada wameniandikia matukio mbalimbali, jinsi yeye alivyokuwa anawalea na jinsi yeye alivyowafundisha njia mbalimbali za kufanya mahubiri na akawafundisha hulka na dini. wabashiri hawa wamepata baraka nyingi kutoka kwake, hivyo wabashiri hawa wakumbuke ya kwamba matukio hayo si kwa ajili ya kueleza tu, bali wabashiri hawa wanatakiwa kuonyesha mifano ya hulka hizi. mwenyezi mungu awajalie wote. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله